nilisikia ile sauti inaniita, Amieli, nifuate. Akili yangu ilipotea kule, na ghafla nilijikuta niko duniani, tena chooni na kula mavi. Wakati nilivyojikuta duniani, nilitafuta ile sauti iliyoniita, sikuiona. Hisia yangu nilisema, yamkini Yesu hataki kuniua, anataka niishi anavyotaka yeye. Sasa kile kitendo cha kusikitisha ni kwamba tangu nilivyosikia hiyo sauti sikuokoka siku hiyo. Yaani nilitolewa tu mikononi mwa mauti nisiuawe ile saa. Lakini nilivyofika duniani nikapokelewa na kiongozi wa Freemason na akanitunza kwake, nikaendelea kuloga pale. Lakini akili yangu ilipata hisia moja. Ile hisia ilikuwa inasema hivi, wewe Lucifer, mungu wa kuzimu, itakapofika tarehe 1 mwezi wa 6 haujaniua, hautaniua tena, maana nitaamua kuokoka. Na nikasema, Yesu, hata kama umeniacha, naomba ifikapo tarehe 1 mwezi wa 6 nisaidie basi, uniokoe ili nikujue. Na kweli nilimshangaa Mungu. Mwezi wa 3 tu shetani akanikosa, waombaji wakanikamata. Nikaanza kuombewa maombi bila kupata akili muda mrefu. Ilipofika mwezi wa 7 tarehe 26 akili nikazipata, nikawa binadamu. Ila yale majini yalikuwepo ndani yangu, mapepo yote, mikataba yote, maagano yote na maroho yote machafu yalikuwemo ndani. Yakawa yananiambia, rudi Kilingeni haraka. Na mimi nayaambia, nikirudi naogopa nitakufa. Nikayawekea warrant kwamba ikifika mwezi wa 12 hamjaniua, sifi tena. Na ikifika mwezi wa 12 sijafa, naokoka. Na kweli ilipofika mwezi wa 10 tarehe 30 nikapata fundisho, nikajazwa Roho Mtakatifu. Na tangu nilivyojazwa Roho Mtakatifu, vile vimapepo vilivyotaka kuniua vikanitoroka. Ndiyo mwanzo wa katekela mimi kuishi na wokovu. Hapo utabaini kitu cha kwanza, kwamba ili agano la uponyaji, agano la Mungu linalokufanya utimiziwe hitaji la moyo wako, litimilize unachotaka.